Ni wiki chache baada ya ziara ya Rais William Ruto kukamilika katika ukanda wa Pwani, ambapo alitoa hati miliki kwa wakazi na pia aliahidi kutatua migogoro ya ardhi katika maeneo hayo. Lakini wakazi wa Kuranze bado wanasubiri utekelezaji wa ahadi hizo. Wanasema kwamba wameishi katika maeneo hayo kwa miaka mingi sana, vizazi hadi vizazi, ila bado hajatambuliwa kama wamiliki wa ardhi rasmi. Ulalamishi wangu ni kwa hawa viongozi wetu, MP wetu Gonzirai, MC wetu James Dawangome. Kesi ya Kuranze imeanza kitambo, lakini huyu Mduruma, nyinyi viongozi wetu mnatuona, tuna kesi umeshikwa tukaenda Kwale kotini na nyinyi mko hapa. Kwa nini hamji huku mkaja kutetea? Kwa nini Mduruma ananyanyaswa na nyinyi mpo? Ninakwambiwa James Dawangome, Mheshimiwa Gonzirai, wewe ni kizazi cha Mduruma. Ndio. Njoo huku Kuranze utetee Waduruma wenzako. Na kama hutakuja kabisa, sisi tutaandamana tuje kwako. Tulikuwa tukijenga nyumba hapa, tunabomolewa nyumba. Saa hii kuna manyumba yamejengwa ni watu kutoka Wajia, kutoka Kakamega, na hamuongei. Nyinyi wabunge wetu, sisi tumemchagua, mbone Kuranze hii mnaipatia? Nimejua kwamba nyinyi wabunge wetu, hii Kuranze kama mmeiuza kwa wale wageni wetu, mtuambie na mregeshewe pesa, manake sisi hatutarudi nyuma. Hatutaki Kuranze yetu. Gonzirai, wewe Gonzirai, kama unanisikiza, tafadhali, Kuranze hii iko kwako mikononi. Na wewe Rais amesema sana kwamba kuna pesa zimetengewa. Mbona hii bado iko na tatizo? Tutakuruka tuende kwa Rais. Rais, kama unanisikia, tafadhali, Kuranze hii ni ya Mduruma. Kwa sasa wanawashtumu viongozi kwa kutofuatilia swala hilo na wanaitaka serikali kuwapatia haki yao ya umiliki wa ardhi. Mimi kama kijana na sasa bado ni mtoto, kama ardhi itachukuliwa, mimi nikiwa mkubwa nitakuwa wapi? Sasa wakichukua mimi nitakuwa wapi? Kama baba zangu wanaenda sasa, ni sisi Gen Z tumebaki, tutafanya nini? Wazazi hawana ardhi ya kutupatia, sisi tutabaki wapi? Tuangalieni jameni, sisi ni kama Gen Z. Kama sasa mimi nataka niachiwe ardhi na babangu ili mimi nirithi, kama ardhi itaenda mimi nitarithi nini mimi? Angalieni hapo Rais. Tuangalie sana hapo. Kuja ututetee sisi, sasa tunalia juu yako sasa. Magavana hakuna kitu, tumelia kwa magavana kila mahali tumeenda sasa. Lakini hapa kwetu maonevu yamezidi, na haya maonevu ni hawa kansela wetu ndiye kwanza, huyo ndiye kipawa mbele cha kuonea Waduruma, kwa sababu yeye hata akileta mkutano huwa haambii jamii, anaambia tayari wale mabwenyenye. Sisi tutaenda wapi kama sisi ndio tumezaliwa huku na mashamba yetu ndio hii ambayo ndio asilia huku? Sisi tuko wachimbaji, tuko wakulima, na sasa hiyo migodi yote ya maana ile ambayo tunaweza lelea watoto wetu, hiyo yote sasa imeenda. Sisi tutaenda wapi? Tunaomba Bwana Ruto, baba yangu Ruto, tunakuomba sisi tutetee, kwa sababu hawa viongozi wetu hawatatutetea. Sisi tunaomba haki yetu Kuranze, tunaomba haki yetu. Wakazi hao wanasema waliona matumaini mapya kufuatia ziara ya Rais William Ruto katika ukanda wa Pwani. Sisi hii Duruma ni yetu, lakini hivi hatuna nafasi kabisa ya kuingia huku. Ninaomba hivi mimi, sisi hata msemo tunausikia kutoka kwa Rais Bwana Ruto kuwa sehemu za wenyewe zirudishiwe wenyewe, sababu hivi tunashangaa, hatujui hii yetu ni ipi. Ni kwamba juzi kati tu kulikuwepo na mpimo, na huu mpimo tumeukataa kutoka mwanzo, lakini mpimo huu umefanywa kinguvu. Kuna hatua za kisheria tumechukua na bado zinaendelea, lakini lile ambalo lilitushangaza ni kwamba baada ya kuwa tumechukua hizo hatua, sisi tulidhani kwamba wamesitisha. Hatukatai wageni,
Wageni wakifika kwetu ni baraka. Na Duruma nzima ukizunguka utapata kwamba wageni tumewakishana vizuri. Lakini mgeni akiingia kwa nyumba ya mwenyewe aonyeshwe mahali pa kuketi, mahali pa kulala, si yeye ageuke tena aonyeshe mwenyeji. Hilo tunalipinga moja kwa moja. Sisi ambao ni wazaliwa wa hapa tumefanywa kama ni wageni. Ambalo linanishangaza zaidi, jambo ambalo linatuma moyo sisi wanapuma. Hii Kuranze ni Durumaland. Leo hii Kuranze imekuwa ya kwamba kama watakufanya kazi ni lazima ukaone kabila nyingine. Kwani katika hii sehemu yetu, katika hii Kenya yetu tulionayo, si kila kabila iko na sehemu yao? Mbona saa hii Kuranze yetu ya Mduruma inakaa ya makabila? Ndio. Jambo la kunishangaza ni kwamba kuna mabwenyenye fulani ambao wametukailia vibaya sana. Saa hii ukienda kukata makaa unafungwa. Ukienda kuchimba mawe unafungwa. Ukitaka kufeka shamba lako unafungwa. Ukijenga kanyumba unaambiwa ubomoe. Na yule ambaye anaongea hivyo si mzaliwa wa hii Kinango ama wa Puma. Huyo anayeongea hivyo ni mtu ambaye ametoka kwao sehemu za Wajia ama sehemu za Mrima. Wakazi hao wanasema suluhisho la mgogoro wa ardhi litawawezesha kuwekeza na kuendeleza miradi hasa iliyopangwa na kaunti ya Kwale na pia kushirikiana na wawekezaji wengine ili kuboresha uchumi katika eneo hilo. Kwa sasa wanasubiri utekelezaji wa ahadi zilizotolewa ili kumaliza sintofahamu iliyodumu kwa miaka mingi.